Mwenyekiti mwenza wa kamati ya amani mkoa wa Mwanza, Askofu Charles Selekwa, amewasihi Watanzania kwenda kupiga kura, akibainisha kwamba kutaka kufanya fujo na maandamano siku ya kupiga kura ni jambo ambalo halina manufaa kwa yeyote. Akizungumza katika kongamano la amani la viongozi wa dini mbalimbali linalofanyika mkoani Mwanza leo Oktoba 20, amesema kwa manufaa ya taifa haina haja ya kufanya vurugu, badala yake ni kufuata sheria. Tumsikilize Askofu mwenyekiti mwenza mkoani Mwanza, Askofu Charles Selekwa, akiongelea kwa undani zaidi kuhusiana na swala la maandamano. Kama mimi ninasema ni Mtanzania na nina katiba yangu na siwezi kuifuata katiba yangu kwa taratibu ambazo mimi mwenyewe nimeikubali, basi bado mimi ni mtumwa wa fikra. Kwa hiyo ninawaombeni sana ndugu zangu ya kwamba twendeni tukapige kura. La mwisho kabisa ambalo ninawaasa na ninataka kusema kwa nguvu zangu kubwa sana, kushawishiana kutokupiga kura, ninaamini haisaidii mimi wala haikusaidii wewe. Lakini jambo la pili, kufanya fujo na maandamano na kuleta chaos siku hiyo ya upigaji wa kura haisaidii mimi wala haikusaidii wewe. Ni vizuri kuchagua fungu jema ambalo baada ya uchaguzi tunajua kuna maisha. Kuna faida gani? Jumapili mimi niliwaambia watu kanisani kwangu, mimi sitaki kuongoza watu waliovunjika miguu, waliopigwa risasi, waliofanya bado. Unajua askari hawezi kumfanya mtu fujo mpaka kama yafanya fujo kwanza. Mimi ninaamini sisi kama viongozi wa dini tuitumie nafasi kwa siku chache nane zilizobakia, tuyaase makundi yetu, tuwahimize wapige kura. Namba 2, tuwahimize waache fujo. Kuna mwanafalsafa mmoja anasema hivi, vita haitafuti mtu aliye sahihi, lakini vita huwa inatafuta mtu aliyesalia ili imalize. Kwa hiyo tukiingia kwa sababu ya milemko ya kushawishiana katika makundi yetu, viongozi wangu wenzangu wa dini, tunaiharibu hii nchi, tutaharibu tume ya nchi hii, na mwisho wa siku baada ya siku za uchaguzi tutaregret ya kwamba hatukufanya maamuzi sahihi na hatukuwaongoza watu wetu kusimama katika njia iliyo sahihi. Mungu atubariki sana tunapofanya maamuzi haya, na Mungu atuongoze kila mtu atakayekwenda kuwashauri watu wake kutenda au kusimama katika njia ya haki. Bwana bariki sana.